na utukufu na adhama zote Bwana. Yeye ni mwingi wa baraka, yeye ni mwingi wa utukufu. Shangilia Mungu wetu kwa neema ya kibali cha kuwepo mahali hapa. Wapo wengine huko wanapitia masumbuko mbalimbali, lakini sisi ni nani? Tupo nyumbani mwa Bwana, tupo kulitia jina la Bwana, tupo kulitia jina la Bwana, tupo kuzitia nguvu za Bwana. Bwana yupo mahali hapa, anatupigania katika jina la Yesu. Haleluya. Naomba kwa kunipa kibali kuweza kusimama na kuweza kuhudumu mbele ya kanisa takatifu la Mungu wote pamoja. Nisimsahau mchungaji msaidizi ambaye anasimama na baba yetu, lakini niwashukuru wazee wa kanisa, mashemasi, viongozi wa idara, pamoja na wewe mshirika mwenzangu kujumuika kwenye ibada hii. Haleluya. Mungu kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua, ninakutukuza. Mfalme, Mungu mwenye nguvu nyingi, asante kwa kuwa nasi katikati ya ibada hii. Hakika wewe ni mwema, umekuwa pamoja nasi tangu tulipoingia malangoni pako mahali hapa. Tumeuona mkono wako, tumekuwepo malangoni pako Bwana. Umetulisha, umetunywesha na hata wazao Bwana. Tuma wako Bwana, nipo mbele ya madhabahu yako, nipo mbele ya ibada yako takatifu. Ninaomba kanitumie kama mwanapunda, ukanitumie sawasawa na kusudi lako juu ya kanisa lako na watu wako Bwana, na kundi lako hili Bwana. Imeiweka wazi mioyo yao kwa ajili ya kupokea neno kutoka kwako, nami mdoli wako ninaomba kanitumie sawasawa na kusudi lako katika jina la Yesu. Ninakataa na kunyamazisha kila sauti zote za adui shetani, ninazinyamazisha kwa jina la Yesu. Hazina nafasi maana wakati huu Bwana ukatawala, uwepo wako Mungu ukatamalaki, wingu lako takatifu likaangalia ibada hii kwa jina la Yesu. Tunaiachia mikononi mwako. Amen. Haleluya. Haleluya. Rasha roho sikahima na kusika. Wewe ni Mungu. Sante. Sante Yehova. Basi naomba tufungue Biblia zetu. Naomba tufungue Biblia zetu. Kama una kitabu au daftari, ninaomba na kalamu yako iweke tayari kwa ajili ya kuokota chochote. Yamkini ukakiona ni cha kawaida, lakini ipo siku moja kitakusaidia. Haleluya. 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 Nikiwa kwenye uongofu upya, nikimkumbuka mzee wangu mchungaji mwanafunzi Kasian, alikuwa akitusisitiza sana tunapokuja ibadani tuhakikishe tuna kalamu na daftari, na kwa kweli Mungu amenisaidia katika hilo na kutia moyo na wewe mwenzangu. Yamkini kuna kitu utakiokota na kitakusaidia. Utakachokiandika hata kama ni sentensi moja tu, ipo siku itakusaidia. Haleluya. Leo unaweza ukaona sio ya maana kwako, lakini ipo kesho utaiona ya maana. Haleluya. Amen. Basi naomba tufungue Biblia zetu. Naomba tufungue katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 30, tusome ule mstari wa 18 hadi tusome 18, 19, kisha nitaruka nitaenda kusoma 23 hadi 26. Haleluya. Naomba nisome kwa jina la Bwana.
Kwa ajili ya hayo Bwana atangoja ili awaonee huruma na kuwajali, na kwa ajili ya hayo atatukuzwa ili awarehemu. Kwa maana Bwana ni Mungu wa hukumu. Heri wote wamngojao, kwa maana watu watakaa katika Sayuni, huko Yerusalemu. Wewe utalia tena, hakika yake atakuonea rehema nyingi kwa sauti ya kilio chako. Asikiapo ndipo atakapokujibu. Haleluya. 23. Naye atatoa mvua juu ya mbegu zako, upate kuipanda nchi hii, na mkate wa mazao ya nchi, nayo itastawi na kuzaa tele. Katika siku hiyo ng'ombe zako watakula katika malisho mapana, ng'ombe pia na pana na wana punda walimao nchi watakula chakula kilichokolea, kilichopepetwa kwa ungo kwa upepo, na juu ya mlima mrefu, na juu ya kila kilima kilichoinuka itakuwapo mito na vijito vya maji. Na tena nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua, na nuru ya jua itaongezeka mara 7 kama nuru ya siku 7, katika siku ile ya Bwana atakapofunga mipango ya watu wake na kuliponya pigo la jeraha yao. Haleluya, haleluya. Hapa tunasoma kitabu cha Isaya, tunaona maandishi ni nabii Isaya, na hiki kitabu ni kitabu cha kinabii. Haleluya. Tunaona maandishi ni Isaya, na tunaona mada kuu inayozungumza, haleluya, juu ya hukumu na wokovu. Lakini pia tunaona hiki kitabu kiliandikwa mwaka wa karne ya 700 hadi 680 kwa maono ya ufunuo wa roho wa unabii. Isaya alitabiri tumaini kwa vizazi vijavyo. Haleluya. Alitabiri tumaini kwa vizazi vijavyo. Tukiangalia hili kanisa au hili taifa la Yuda lilipitia misukosuko mingi, lilipitia changamoto nyingi. Haleluya. Ukisoma hili kitabu utaona, haleluya, jinsi taifa hili la Yuda lilipopitia changamoto nyingi. Lakini jambo la tatu na la mwisho, Isaya alitabiri kwamba Mungu angetuma Masihi wa uwezo wa Daudi, ambaye hatimaye wokovu wake ungejumuisha mataifa yote duniani, na hivyo kuleta tumaini kwa watu wa Mungu. Haleluya. Na hivyo kuleta la kale au agano la kale na agano jipya. Haleluya. Lakini tumesoma kwenye hiki kitabu, na somo kwenye kitabu hiki nimelipa jina
au kichwa cha somo nimekiweka, kusubiri kwa Mungu huzaa baraka zaidi kuliko unavyotarajia. Haleluya! Kama unaandika kichwa cha somo, andika kusubiri kwa Mungu. Neno kusubiri. Haleluya! Haleluya! Kusubiri ni kitendo cha kukaa kimya au kuchukua muda bila kuchoka wakati unangoja jambo fulani. Ni kukaa kimya au ni kusubiri kwa muda bila kuchoka. Unasubiria pasipo kuchoka. Acha kufanya jambo kwa uharaka na kumpa muda au kumpa wakati, kujipa wakati jambo liweze kutokea lenyewe. Haleluya! Na maana ya tatu ambayo ni ya mwisho nimeiweka ni kuvumilia wakati wa sasa. Ni kuvumilia wakati wa sasa na wakati utakapopata kile unachokitaka au ulichokinuia kukipata. Haleluya! Ni wakati wa kupata. Haleluya! Haleluya! Tunaona kuna mifano kadhaa ya kuweza kusubiria, na huko mbele nitakupa maandiko ya watu, au tutaona mifano ya watu walioweza kukaa na kusubiri kwa Bwana na Bwana kawaonekania. Haleluya! Huko mbele nitakuonyesha, lakini tuwekee mfano ambapo basi litapita mahali pale, ikiwa limetoka wapi? Tunduma. Haleluya! likiwa wapi? Limetoka wapi? Tunduma. Linafika nani, lakini mimi ninatoka hapa Mandewa, itabidi niwae nikalisubiria kwenye kituo cha nane. Nitasimama pale nikisubiria. Haleluya! Haleluya! Na hiki kitu ndicho kinachotuharibu watakatifu wa Bwana, kukosa uvumilivu, kukosa kusubiri. Imefika kipindi tunakimbilia, tunazitegemea akili zetu. Imefika kipindi tunazitegemea akili zetu kwa kukosa kusubiria. Haleluya! Tumekosa kusubiria kwa sababu pale unapotoka Mwenzewa unafika Nane, unatarajia ukakutane na basi ambalo linatoka Tunduma kuja mahali hapa. Mkuja Nane, ukinachotakiwa weka pale Nane, subiri mpaka basi lifike. Subiri mpaka basi lifike, usiondoke. Vumilia hata kama litachelewa. Vumilia hata kama litachelewa. Sikusubiria. Vumilia tena pasipo manung'uniko, ukiwa huru, ukitarajia kufika Dar es Salaam. Utakapovumilia basi litapita mahali pale na kukuchukua, utapanda hata kama muda unaenda namna gani. Lakini kinachotusonga siku hizi, watakatifu wa leo, tumekosa uvumilivu. Unakuta umesubiria pale Nane, wewe unakuta masaa yanazidi kwenda, muda unazidi kusonga. Haleluya! Basi unaamua, unasema sasa, ngoja napiga shortcut, ngoja niende Uyole nikadandie, pishana nalo limeshapita. Haleluya! Pale umepishana na muujiza wako, pale umepishana na ile safari uliyokuwa umetarajia, umeharibu ile safari. Na ndivyo hata katika watakatifu wa Bwana, hata katika kwa Mungu, tunapaswa kusimama na kumtumikia Mungu, kusubiri kwa Bwana, kumtegemea Mungu, kuendelea kuzitaka nguvu za Bwana ziendelee kutembea pamoja nasi, ziendelee kusimama pamoja nasi pasipo kukurupuka, pasipo
Unakuja ibada ya kwanza mavuno, ibada ya pili unakuta unaonekana mwembezi kwa mchungaji fulani mbalizi. Haleluya! Umekosa uvumilivu, umekosa kutulia kusubiri kwa Bwana. Muujiza wako upo mahali hapa. Tulia kwa Bwana mahali hapa. Yupo Mungu mahali hapa, anaweza yote. Lile hitaji lako umekuta linakusonga mahali hapa, njoo magotini kwa Bwana, mlilia Bwana mahali hapa, ndipo ulipo muujiza wako. Haleluya! Hauna haja ya kutangatanga, hauna haja ya kukosa uvumilivu, hauna haja ya kukosa subira. Haleluya! Hauna haja ya kukosa subira. Haleluya! Naomba niweke mfano. Naomba vijana wawili. Shema Simoni, sitakuomba. Na mchague na kijana mwenzako. Naomba vijana wawili. Haleluya! Kwa sababu nina kipato nitafanya yote? Hapana. Bwana ni wa wakati na majira. Haleluya! Tunaona hawa watu. Haleluya! Tunawaona hawa watu. Hawa watu wapo magotini pa Bwana, na Bwana anaenda kuwabariki, na Bwana anataka hawa watu wananuia kubarikiwa na Bwana. Haleluya! Hivyo Bwana anapotaka kukubariki, kwanza tutambue sisi hapa tunapookolewa tayari Bwana ameshatubariki. Shika hii. Haleluya! Umemwona huyu ameshika penseli mbili, na huyu hapa ameshika peni moja. Haleluya! Lakini tutambue hawa watu wanaomba, wapo magotini pa Bwana, wanamtaka Bwana na nguvu zake aonekane juu ya maisha yao, aonekane juu ya taifa la Tanzania, aonekane juu ya kanisa la Mavuno, aonekane juu ya familia zao. Haleluya! Lakini Mungu watu wanaendelea kuomba. Mungu huwa hakai mbali, anasikia. Niendelee kuomba kama mnaomba, ombeni, endeleeni kama kuomba. Unaona watu wanaomba, watumishi wa Bwana wanaendelea kuomba, lakini Mungu yupo na anasikia, na yupo karibu, hayupo mbali. Haleluya! Hayupo mbali. Wakiwa huko wanaendelea kuomba, Mungu anasikia haja zao, anasikia mahitaji yao. Unaona Mungu anaendelea kubariki baraka, anaendelea kuwabariki baraka, unaendelea kuwabariki baraka. Haleluya! Tunaona Mungu anaendelea kuwapa vitu, anaendelea kuwapa vitu. Unaona tena anaendelea kuwabariki. Haleluya! Kwa sababu gani? Wamenyenyekea, wamelitia jina la Bwana, wameketi na kukaa magotini pa Bwana, wamevumilia. Haleluya! Tunaona wanaondoka wakiwa baraka, lakini tunapishana na muujiza wa Bwana. Kwa kupitia nini? Hivi vitu. Huyu ni mtu yupo magotini pa Bwana. Haleluya! Huyu ni mtu yupo magotini pa Bwana. Tunaliona hili koti ni mfano wa mtu yupo magotini pa Bwana, anaomba madhabahuni pa Bwana, lakini pia Mungu ameweka kitu kwake, kitu mikononi mwake. Huyu mtu asipoomba kwa kujua kuna kitu mikononi mwake, huyu mtu akiomba asipojua kuna kitu mikononi mwake, zile baraka Mungu atabakia hivi anamsikiliza. Yamkini atamsogelea tena, yupo hapa, ataendelea kuomba, anabubujika. Mwisho wa siku anaomba, naona mbona hata baraka sizioni, mbona hitaji langu, mbona nimeomba kwa muda mrefu juu ya jambo hili, Mungu mbona hanionekani? Muda mwingine Mungu anabakia amenyamaza kimya, anapima imani zetu. Haleluya! Ananyamaza kimya kwa kutuangalia sisi imani zetu zimekaa wapi. Haleluya! Zimesimama wapi na yeye? Hebu simama imani yako.
na baraka zake hazina majuto. Baraka zake sio za aibu. Haleluya, haleluya. Tumia kwa Bwana, subiri kwa Bwana, subiri kwa Bwana, subiria kwa Bwana. Mungu wetu ana uwezo. Haleluya, ana nguvu, ana mamlaka, ana uwezo tena wa ajabu. Haleluya. Yaani mimi nikikumbuka nilikotoka na hata nilipo sasa, nasema hakika Bwana ni Ebeneza, Bwana ni Ebeneza, kwa sababu yamkini ningepotelea huko. Mimi kwa taifa yako nimezaliwa kwenye familia ya kiganga. Haleluya, kwenye familia ya kiganga. Hata zile dawa baba ambazo alikuwa anazitibia watu bila dawa, haleluya, awatibia watu, lakini Mungu ameniondoa huko. Haleluya. Yaani nafikiriaga muda mwingine sipati picha, nasema wewe Bwana, hakika wewe ni Mungu mkuu, hakika wewe umenitoa mbali, hakika wewe ni Mungu. Maana sikuwa na chochote, Mungu amenibariki. Sijisifiri, lakini Mungu kwa kweli siwezi kukosa kula, siwezi kukosa kuwalisha watoto wangu, siwezi kukosa kuwalisha watoto wangu, siwezi kutatua shida ambayo inaweza ikajitokeza mbele yangu. Haleluya, Mungu ananiwezesha. Sijisifiri, lakini Mungu yeye anajua, Mungu yeye anajua. Haleluya, tukae tukisubiri baraka za Bwana, hata kama zinakuja kidogo kidogo, lakini ndio baraka timilifu kwetu, ni baraka ambazo hazina majuto kwetu. Haleluya, haleluya. Na kutia moyo, endelea kusubiri kwa Bwana, hata kama unapitia changamoto nyingi, hata kama unapitia changamoto kubwa na gani, endelea kusubiri kwa Bwana. Upo muujiza wako mahali hapa, nipo nguvu ya Mungu mahali hapa. Mungu atakutokea. Haleluya, kwa majira na wakati wake Bwana atakuonekania. Haleluya. Basi naomba tukasome walau mifano michache tu ya watu walioweza kusubiri kwa Bwana. Haleluya. Naomba kama una Biblia hapo, unaweza ukanisomea mifano ya watu waliosubiria kwa Bwana na wakakutana na baraka za Bwana, wakakutana na muujiza wa Bwana, wakakutana na nguvu ya Bwana, na Bwana akawa pamoja nao. Bwana akatembea katikati yao, Bwana hakuwaacha, Bwana alizidi kuwa pamoja nao, baraka za Bwana zikazidi kuandamana pamoja nao. Haleluya. Walisubiria, walisukua magoti yao madhabahuni pa Bwana. Haleluya. Mtu wa kwanza hapa tunajifunza mfano mzuri kwa Abrahamu. Kwa Abrahamu utasoma ile Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 3. Naomba Mwanzo sura ya 2, kama una Biblia na kama umeliona andiko, naomba usomee. Ndio. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Haleluya. Pia naomba nisomee ile Warumi, ule mstari wa sura ya 4, Warumi sura ya 4 mstari wa 20 hadi 21. Mstari wa 20 hadi 21. Lakini akiona ahadi ya Mungu
kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Tunaona Ibrahimu alikaa akisubiria kwa muda mrefu, na tunaona anapata mtoto wakati wa uzeeni. Haleluya, haleluya. Lakini pia katika kusubiri tunaona Mungu anaendelea, anaachilia baraka, hata kama ni kwa kitambo kirefu, hata kama ni kwa muda mrefu, hata kama kasubiria kwa muda mrefu, usikate tamaa, usikate tamaa. Wewe vumilia, subiri kwa Bwana. Haleluya, subiri kwa Bwana. Naomba tusome ile Zaburi, tusome ile Zaburi 105 mstari wa 19. Zaburi 105 ule mstari wa 19. Hata wakati wa kuwatia neno lake, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Naomba urudie. Hata wakati wa kuwatia neno lake, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Haleluya. Naomba tusome ile Mwanzo 37:41. Mwanzo 37:41. Naomba aliyepata somo. Daudi alisubiri kuwa mfalme. Daudi alisubiri kuwa mfalme. Naomba tusome Samueli, ile Samueli wa kwanza 16:13. Samueli 16:13. Samueli wa kwanza 16:13 ule mstari. Ndipo Samueli akaitwa pembe yenye mafuta, ndipo Samueli akaitwa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Haleluya. Tunaona katika kusubiri kwa Daudi, tunaona anakuja kutiwa mafuta. Lakini utasoma Samueli wa pili sura ya 5, Daudi alipokuwa mfalme alikuwa ana umri wa miaka 30. Haleluya. Tunaona Daudi alipata mafuta akiwa mdogo, lakini alisubiri kwa muda mrefu mpaka miaka 30 anakuja kuwa mfalme. Haleluya. Ile Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 4. Lakini mtu wa 4 ambaye tunajifunza ni juu ya Hana. Alisubiri mtoto. Hana alisubiri mtoto. Utasoma Samueli wa kwanza. Hapa Hana anacheka kuzaliwa kwa Samueli. Haleluya, haleluya. Kicheko kinamjilia Hana pamoja na kukaa kwa muda mrefu, lakini kicheko kinamjilia Hana. Haleluya. Lakini pia utasoma Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza ule mstari wa 27. Kwa ajili ya mtoto huyu aliomba. Kumbe hupaswi kukaa hivi. Hana baada ya kupokea muujiza wake alinyenyekea magotini pa Bwana, alishuka magotini pa Bwana, na sio kana kwamba aliposhuka tu magotini pa Bwana akapokea. Alikaa kwa muda mrefu. Haleluya, mpaka akampata mtoto. Haleluya. Lakini mtu wa 4 tunaona ni Ayubu. Ayubu mtu wa 5 ni Ayubu. Ayubu alisubiri wakati wa mateso makubwa. Tunaona
alipotelewa na mali na familia na hata afya yake kuwa mashakani. Haleluya! Afya yake kuwa matatani. Alipoteza mali zake zote, watoto wake wote, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kuvumilia, aliendelea kusubiria, pamoja na kukatishwa tamaa na mke na watu wa karibu, bado aliendelea kusubiria. Haleluya! Ayubu, yaani nilifikiria hii ingelipata mimi ingekuwa yamkini ningeshapinduka, ningekuwa mahali pabaya, lakini kwa neema ya Bwana Ayubu alishinda. Kwa neema ya Bwana Ayubu alishinda kwa kupitia majaribu yote haya. Haleluya! Na watoto wake wote. Haleluya! Bado alisubiri, lakini tunakuja kuona Ayubu anapata zaidi, anakuja Mungu kumbariki zaidi ya vile mwanzo alivyokuwa. Haleluya, haleluya. Utasoma Ayubu 42 ule mstari wa 10, Ayubu 42 mstari wa 10, na utaenda kusoma Ayubu sura ya kwanza mstari ule wa 42. Ayubu anahuishwa tena uzima pamoja na kupigwa, na tunaona Ayubu alipigwa na ugonjwa wa ajabu wa majipu, kujikuna mwili mzima na kigae, yaani mwili umeliwa kama na fungus, umeliwa sijui kama nini, lakini Bwana akamuisha tena afya yake. Bwana akaiuisha tena afya yake, ikarejea tena. Haleluya! Tutambue Ayubu anasema, ukisoma maneno ya Bwana, hakumtenda Mungu dhambi wala hakumwazia Mungu upumbavu. Haleluya! Alikuwa ni mkamilifu. Haleluya! Na kinachotutinga siku hizi watu wa Bwana, kinachotushinda, tumekosa uvumilivu, tumekosa kutulia pa Bwana, miguuni pa Bwana. Ndio maana tunapishana. Unatukuta umeomba kutokana na magonjwa yanayokukumba, lakini unakuta magonjwa bado yanaendelea kukusonga kwa sababu ulishakata tamaa. Umejiingiza kwa waganga, umejiingiza kwa kutegemea akili zako. Umeona Mungu hawezi, mganga ndo anayeweza, na utaangamia. Haleluya, haleluya. Tegemeo letu ni Mungu, msaada wetu wa kweli ni Bwana. Haleluya. Hatuna msaada mwingine, hatuna kimbilio lingine. Hebu simama kwa miguu yako, tulia kwa Bwana. Haleluya. Tembea na huyu Mungu wetu. Mungu wetu si dhalimu. Mungu wetu ana uwezo. Mungu wetu ana nguvu. Haleluya, haleluya. Na mtu wa mwisho alikuwa pia, utasoma kwa kupitia Ayubu, utasoma Yakobo 5:11. Tunaona uvumilivu wa Ayubu, na mwisho alikuwa na Bwana. Haleluya, uvumilivu wa Ayubu. Yakobo, utasoma Yakobo sura ya 5 ule mstari wa 11. Lakini mtu wa mwisho ni Simeoni na Ana. Walisubiri Masihi, walimsubiri Masihi. Haleluya. Utasoma Luka sura ya 2 mstari wa 25 hadi 38. Luka sura ya 2 25 hadi 38. Lakini pia tunaona Simeoni anaona Simeoni anaona na
kwa kupitia hiyo Luka sura ya 2:25-38 wanampokea Yesu. Lakini Luka sura ya 2:25 tunaona alikuwa mtu mwadilifu, mcha Mungu, alikuwa anasubira. Haleluya! Alikuwa ni mtu wa kusubiri. Haleluya! Akisubiri faraja ya Israeli kumpokea Yesu. Haleluya! Lakini tunajifunza nini? Tunajifunza nini katika kusubiri? Na nimekwambia mwanzo, tusifikiri kila anayefanikiwa ni Mungu amefanikisha. Wengi tumerumunika, mwisho wa siku tumejiingiza pabaya. Haleluya! Wengine wanakimbilia kwa waganga, wengine wanakimbilia miungu yao. Lakini nakusihi kwa jina la Bwana, simama kwa miguu yako sawa, ukisubiri kwa Bwana, ukisubiri kwa Bwana, ukisubiri kwa Bwana. Yeye ni Mungu wa majira na nyakati. Haleluya! Kama kukubariki atakubariki. Haleluya! Kama kukuinua atakuinua kwa majira yake. Hatuna haja ya kuwa na haraka, hatuna haja ya kuwa na papara. Yeye ni Mungu wa majira na nyakati. Simame na yeye kwa miguu miwili. Haleluya! Kwa unyofu wa mioyo yetu, kwa utakatifu. Haleluya! Yaani wewe unataka baraka wakati ni msengenyaji mkubwa. Wewe unataka baraka wakati wewe ni mtu wa manunguniko. Manunguniko nayo yanatuondolea baraka. Mungu hawezi kukubariki kama na manunguniko. Mungu hawezi kukubariki kama ni mtu wa masengenyo. Mungu hawezi kukubariki kama wewe ni Mungu ni mtu unayelala hovyo. Yaani hujibidishi kwenye maombi unataka baraka. Atakubarikije? Huwezi kubarikiwa. Lazima uonyeshe juhudi maalum za kutafuta uso wa Bwana. Haleluya! Lazima uonyeshe juhudi maalum za kufanya kazi ya mikono, na Mungu ataachilia baraka kwa kupitia kazi za mikono yetu. Haleluya! Haleluya! Basi naomba tusimame. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Tunahitaji rehema mbele za Mungu. Tukamwombe Mungu, tukamtake Bwana nguvu zake, tukaombe rehema mbele za Mungu. Muda mwingine tulizitegemea akili zetu, ndio maana hata mafanikio hatujapata. Tumeendelea kusubiri kwa muda mrefu, yale makusudio yetu hatujaweza kuyafikia. Tunamhitaji Mungu, tukaombe rehema mbele za Mungu. Mungu atuuishe tena. Haleluya! Haleluya! Lakini